Samia Suluhu atokwa na jasho jembamba baada ya kesi kubwa kuwasilishwa dhidi yake kwenye mahakama kuu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kile kilichoanza kama utaratibu wa kawaida wa kikatiba wa kupiga kura Oktoba 29 mwaka jana, sasa kimegeuka kuwa moja ya changamoto nzito zaidi za kisheria na kisiasa kuwahi kukabiliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ngazi ya kikanda, baada ya wanasheria wawili Tito Magoti na Bob Chacha Wangwe kufungua shauri katika Mahakama ya Haki ya Afrika Mashariki wakidai kuwa uchaguzi huo ulikiuka misingi ya demokrasia na haki za binadamu na utawala wa sheria. Kesi hiyo rejea nambari 59 ya mwaka 2025 haikuweka tu serikali kizimbani, bali pia ilimvuta Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia katibu mkuu wake, ikionyesha kuwa mgogoro huu una uzito na uvuka mipaka ya taifa. Uzito wa shauri hili haupo tu katika madai ya dosari za kiutawala, bali katika hoja pana inayosema kuwa matokeo yaliyotangazwa Novemba 1 mwaka 2025 hayakuwa tafsiri halisi ya mapenzi ya wananchi. Dai hili kilichunguzwa katika muktadha wa historia ya chaguzi za Tanzania tangu kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992, linafufua kumbukumbu za malalamiko yaliyokuwa yakijirudia kuhusu matumizi ya vyombo vya dola, udhibiti wa taarifa na upendeleo wa kimfumo unaodhoofisha ushindani wa kisiasa. Tofauti safari hii ni kwamba hoja hizo hazikubaki tena katika mikutano ya hadhara au taarifa za mashirika ya kiraia, bali zimefikishwa moja kwa moja katika chombo cha kisheria cha kikanda chenye mamlaka ya kitafsiri na kusimamia mkataba wa EAC. Na katika hati yao ya malalamiko, Magoti na Wangwe wanajenga hoja nzito kwamba mchakato wa uchaguzi wa mwaka jana au kufuata viwango vilivyokubaliwa kikanda na kimataifa, ikiwemo misingi iliyoainishwa katika nyaraka za Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika kuhusu uchaguzi huru na wa haki. Wanataja mazingira ya vitisho, kukosekana na uwazi katika usimamizi wa kura na udhibiti wa vyombo vya habari kama dalili za wazi za uchaguzi usio na uwanja sawa. Hoja hizi zinapewa uzito zaidi na madai kwamba baadhi ya wakurugenzi wa halmashauri waliendelea kusimamia uchaguzi licha ya maamuzi ya awali ya Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu yaliyowahi kupinga ushiriki wao katika jukumu hilo. Aliliyodokeza kupuuzwa kwa maamuzi ya mahakama za kikanda na kimataifa. Madai haya yanapoangaliwa kwa undani na yanaingia katika simulizi pana ya mwenendo wa serikali ya Tanzania katika muongo uliopita, ambapo kumekuwa na mvutano wa kudumu kati ya madai ya usalama wa taifa na wajibu wa kulinda haki za kisiasa. Tangu uchaguzi wa mwaka 2015 na mwaka 2020, mashirika ya ndani ya kimataifa yamekuwa yakiripoti kupungua kwa nafasi ya kiraia, kuongezeka kwa matumizi ya sheria kandamizi na mazingira magumu kwa vyombo huru vya habari. Uchaguzi wa mwaka 2025, badala ya kuonekana kama mwanzo mpya wa kurejesha imani, sasa unatajwa kama katika shauri hili kama mwendelezo wa mwelekeo huo wa kudhoofisha misingi ya uwajibikaji. Umuhimu wa kesi hii unaongezeka kutokana na ukweli kwamba mahakama ya EACJ imewahi kutoa maamuzi yaliyoibua mageuzi ya kisheria katika nchi wanachama, hata pale ambapo serikali zilionyesha kusita kuyatekeleza. Kwa kuwasilisha shauri hili, Magoti na Wangwe wanaibua swali la msingi kuhusu wajibu wa taasisi za kikanda kulinda raia pale mifumo ya kitaifa inaposhindwa. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki ambako nchi kadhaa zimekumbwa na migogoro ya uchaguzi na madai ya ukiukwaji wa haki, kesi inatazamwa kama kipimo cha ujasiri wa mahakama ya kikanda kusimama dhidi ya dola zenye nguvu. Kimya cha serikali ya Tanzania hadi sasa kinazidisha uzito wa mjadala huo, na katika historia ya utawala wa nchi, ukimya wa aina hii mara nyingi umefasiriwa kama mkakati wa kisiasa wa kupima upepo kabla ya kuchukua msimamo rasmi. Hata hivyo, katika mazingira ya sasa ya taarifa za haraka na ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa mashirika ya kiraia na wadau wa kimataifa, ukimya huo unachukuliwa na wengi kama ishara ya kutotaka kukabiliana moja kwa moja na hoja za msingi zinazotolewa.
Hali inaongoza hofu kwamba badala ya kutojifunza ama kujifunza kutokana na changamoto hizi, mamlaka zinaweza kuchagua kujifungia katika mtazamo wa kujilinda badala ya kujirekebisha. Kwa upande wa kikanda, kesi inakuja wakati ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki inajitahidi kujiimarisha kama muungano unaozingatia si tu maslahi ya kiuchumi bali pia maadili ya kisiasa. Historia ya EAC imejaa mifumo ama mifano ya migogoro ya ndani ya nchi wanachama iliyovuka mipaka ya kuathiri uhusiano wa kikanda, kuanzia misuguano ya uchaguzi hadi migogoro ya kikatiba. Ikiwa mahakama ya EAC itaamua kuchukua msimamo thabiti dhidi ya ukiukwaji unaodaiwa kufanywa na Tanzania, hatua hiyo inaweza kuweka mfano utakaolazimisha serikali nyingine kufikiria upya mwenendo wao wa uchaguzi. Kwa wananchi wa Tanzania, shauri hili linafungua ukurasa mpya kwa mjadala kuhusu maana halisi ya kura yao. Kwa muda mrefu uchaguzi umekuwa ukionekana kama tukio la kisheria linalokamilisha mzunguko wa mamlaka, lakini si lazima kama chombo cha uwajibikaji. Kesi hii inajaribu kubadili simulizi hilo kwa kusisitiza kwamba uchaguzi si zoezi la kiutawala pekee, bali ni mkataba wa kisiasa kati ya raia na dola unaopaswa kulindwa na kuheshimiwa hata nje ya mipaka ya taifa. Na katika miaka hivi karibuni kumekuwa na mwelekeo wa raia na wanaharakati kutumia mahakama za kikanda na kimataifa kama njia mbadala ya kutafuta haki pale mifumo ya ndani inapozuiwa au kupwaywa. Hatua ya Magoti na Wangwe inaingia katika mkondo huo, ikionyesha kuwa mapambano ya demokrasia katika Afrika ya leo hayapiganwi tena tu mitaani au bungeni, bali pia katika vyombo vya mahakama za kikanda. Hii ni ishara ya mabadiliko ya kimkakati katika harakati za kiraia, ambapo sheria inageuzwa kuwa silaha ya uwajibikaji dhidi ya mamlaka. Athari za kesi hii zinaweza kuwa pana kuliko matokeo ya uchaguzi mmoja. Uamuzi wowote wa mahakama ya EACJ unaweza kubaini ukiukwaji wa mkataba wa EAC, utaibua mjadala mzito kuhusu uhalali wa michakato ya kisiasa ya Tanzania na wajibu wake kama mwanachama wa jumuiya ya kikanda. Hata kama mahakama haitakwenda mbali kuagiza uchaguzi mpya, maelekezo yoyote ya mageuzi kiutawala yatakuwa kumbukumbu ya kudumu kwamba masuala ya demokrasia hayawezi kufichwa milele chini ya mwavuli wa mamlaka ya kitaifa. Mwisho wa simulizi hili haupo mahakamani pekee, bali katika mustakabali wa utamaduni wa kisiasa wa Tanzania. Ikiwa kesi hii itapuuzwa au kudharauliwa, itatuma ujumbe hatari kwamba ukiukwaji wa haki unaweza kufunikwa bila athari za maana. Ikiwa itachukuliwa kwa uzito, inaweza kuwa mwanzo wa kipindi kipya cha uwazi na uwajibikaji. Kimya, hofu na kutochukua hatua vina gharama kubwa kwa taifa, na gharama hiyo mara nyingi ulipwa na vizazi vijavyo. Na uchaguzi wa mwaka jana ni kesi hii ya EACJ sasa vimeshikana katika historia kama ukumbusho kwamba demokrasia inapodhoofishwa hata kisheria, athari zake hazikai ndani ya sanduku la kura, bali husambaa katika msingi mzima wa taifa. Ndio hayo tuliokuandalia. Hadi wakati mwingine tena, naomba uwe na wakati mwema, ila nakusihi ikiwa hauja subscribe, kindly subscribe ili tuweze kukua pamoja kwenye hii platform.